Kazi ya Kakute ni kusambaza teknolojia na kujenga uwezo wa kiuchumi kwa wananchi walioko pembezoni. Umeme ambao haujaunganishwa na grid, Kiingereza wanasema DRE, yani decentralized renewable energy. Ni umeme ambao unajitegemea katika eneo husika bila kuunganishwa na grid ya taifa. Na ni umeme unaozalishwa kwa njia mbadala, sio kwa kutumia diesel wala nini. Inatumia umeme wa jua au gesi. Kwa hali hiyo, tunapotambulisha mradi kama huu, unasaidia jamii inayohusika na unazalishwa kwenye ile jamii inayohusika. Ndio maana unaitwa decentralized renewable energy. Mradi huu ni mwendelezo wa mradi wa awamu ya kwanza uliokuwa unafanyika katika mkoa wa Dodoma, Iringa pamoja na Morogoro. Kwa awamu hii ya pili, mradi huu unafanyika katika mkoa wa Arusha na mkoa wa Manyara. Wakati wa kutambua mahitaji ya wanakijiji, tunaangalia karibu kila aina ya hitaji na jinsi haya mahitaji yanavyobebana. Na hii fursa ya sola sasa imeleta mabadiliko makubwa kwa zaidi ya 50% mpaka 70%. Sasa hivi tumeweza kupunguza matatizo ya kutumia gharama hizi za umeme. Saluni yangu ilianza na mashine moja. Kwa sichaji simu, nilikuwa nanyoa tu sababu mtambo niliokuwa nayo ulikuwa ni mdogo. Nilipokuwa na mtambo mdogo, nilikuwa napata 3,000 mpaka 6,000 kwa siku. Nilipopata mtambo mkubwa, napata 10,000 mpaka 15,000 kwa siku. Wajasiriamali hawa wote ambao tuko nao katika mradi, pamoja na kuwapatia teknolojia zinazowawezesha kuendeleza biashara zao, pia tunawapatia mafunzo ya ujasiriamali ambayo ni kwa ajili ya kukuza na kuendeleza biashara zao. Haikutosha nipewe tu mradi wa mashine nikaachwa. Kakute bado wananifuatilia hapa kwa hapa, wananipa semina ya ujasiriamali, jinsi ya kuweka kumbukumbu ili nijue ninachokifanya ni nini. Kampuni hii ya Sidai imeweza kusaidia pia kuprovide ajira kwa vijana wenzangu, ambapo nimeweza kuajiri permanent employee 4, lakini pia nina temporary employee zaidi ya 10. Kwa hiyo tunaweza kufanya kazi zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Basi unapotumia sola, kushafunga sola, gharama zote za uzalishaji zinaendelea kushuka siku baada ya siku. Kwa hiyo uhakika wa kuwa na faida katika kilimo unapotumia sola kwa kilimo inasaidia. Kubwa zaidi tunashukuru mfadhili aliyefadhili huu mradi kwa kuthubutu tu, kwa sababu ni mradi wa kiubunifu, ingekuwa sio rahisi sana. UN Foundation ya Uholanzi wamekuwa ni msaada mkubwa na wasikivu wazuri.